cha pili walichokigundua ni ufanano wa makosa ya hajia, yani spelling error. Aisee, noma sana. Tena wakagundua ufanano wa muundo wa sentensi zaidi ya wanafunzi 125. Aisee, hii ilikuwa ni copy and paste. Kama ni plagiarism, ilikuwa ni plagia na kukusanya. Hapa kuna mwanangu hivi namkumbuka. Ndipo walipoamua kufanya uchunguzi wa kina. Kwa nini? Inakuwaje majibu yanafanana? Cha ajabu, kozi ilikuwa na jumla ya wanafunzi 279 na wanafunzi 125 walihusishwa na kosa hili la udanganyifu. Kwa hiyo nusu ya darasa ni kama waliingia kwenye 18 za Profesa Mathew. Hatari sana. Tukio hili lilishitua dunia kwa sababu chuo kikuu cha Harvard ni miongoni mwa vyuo vinavyoongoza kwa nidhamu duniani, hasa katika taaluma, na hii ndiyo iliyokuwa ni kashfa kubwa zaidi ya kitaaluma katika historia ya chuo kikuu cha Harvard. Hata hivyo, hatua za kinidhamu zilichukuliwa, yani takribani ya wanafunzi 70 miongoni mwa watuhumiwa waliohusishwa na kashfa hii ya udanganyifu walisimamisha masomo kwa muda wa mwaka mmoja, na zaidi ya wanafunzi 30 waliwekwa chini ya uangalizi wa kinidhamu, disciplinary probation, na wengine